Kazi yao ilifanana. Walikuwa na kazi nzuri sana hawa watu. Sasa walipita wakati bado mwanadamu hajakombolewa. Leo hii mwanadamu huyu anayesumbua, huyu ambaye fanya vitu vya ajabu, lakini bado neema ya Kristo inaendelea kuwafuata huko waliko. Mchungaji alikuwa anazungumza rahisi sana, alikuwa anazungumza kirahisi sana hapo. Wewe hujamuelewa. Ila kirahisi amezungumza habari za harusi, sijui sherehe gani Songwe. Alikuwa anazungumza kirahisi, lakini ukitafakari kwa ndani alikuwa anazungumza baraka, kwamba tunapishana na baraka wenyewe. Haleluya. Amesema tutajulikanaje? Ili ujulikane lazima uwe kielele, kiukweli. Na ndio hivyo. Nenda sehemu ukikuta unaweza kuimba, mpeleka kwa yule mwimbishaji na kawimbo. Hutajulikana kama utasema hivyo, unasema michoro, unaogopa. Kama kwaya hii mnaimba nyinyi, mnaimba. Na hili mtoke, mchungaji wenu ajiseme mimi nina watoto hawa wanangu. Tuna mtu akifanya kizuri tunajisifia. Unasema huyu ndio baba huyu, kwa sababu muonekano wake unakuvuta. Yaani ndio unaupenda. Lakini mchungaji unakuta amevaa kiatu kimepinda, anakuja kujificha kwenye meza huko. Hata maana atangesogea hapa, lakini mazingira yanakata. Hata wewe mwenyewe unasema huyu sio baba kulingana na muonekano wake, lakini ndio baba yako huyu. Kumbe tuko wengi tunaweza. Pale Mwanjero kwa mfano, ukienda mida ya saa 10, 11, 10 pale, kuna viatu vingi vinatandikwa pale vingi. Bei rahisi kweli kweli. Paka 8,000 unaweza kununua kiatu cha 8,000 kizuri kweli. Hebu niambie, ikawa siri yako wewe mchungaji asijue. Kumbe umenunua kiatu cha 8,000 kizuri, umekisafisha safi. Mfunga kwenye bahasha yako, peleka kwa mchungaji. Mchungaji atakadiria kwamba na hela huyu 60,000, 8,000. Yeye utakuwa umezichota baraka. Kwa mawazo ya mchungaji kwenye 60,000 wakati wa shilingi 8,000 itakuwa 60,000 hivyo. Atasema Mungu kwa kiatu cha 60,000 hiki. Huyu mtu mbariki mara 100 kama anavyosema. Nikwambie, kumbe 8,000 utabarikiwaje? Sababu tamko la mchungaji ndio maisha yako. Tangu nimemjua Mungu mimi nikaanza kugundua kwamba kumbe Mungu wangu yuko ndani ya mchungaji. Kumbe mchungaji nikimtazama tofauti, nakuwa nimemtazama Mungu tofauti. Sababu Yohana 1:14 anasema nikafanyika mwili nikakaa kwenu. Mwanzo nimezungumza, nimesema hivi, hiyo Biblia achana nayo. Yaani bora ungechukua karatasi uandike, utanielewa. Yaani bora uandike kasome nyumbani. Maana baadaye tutakuwa na maswali. Siku na ibada ya jioni tutakuwa na maswali. Yaani utauliza yote yanayokusumbua kwenye maisha yako. Sio mpaka ndani ya somo la leo. Wewe ndio na maswali yako. Haleluya. Anasema nikafanyika mwili nikakaa kwenu. Yaani Mungu amekaa ndani ya mchungaji. Yaani amefanyika mwili kwa sababu Mungu tumesema ni roho. Kwa ile roho inaonekana. Lakini mchungaji anaonekana. Kwamba kumbe Mungu ameamua kuvaa mwili wa mtu ili atuhudumie. Nataka nikwambie, kwa nini anasema huruhusiwi kumnyoshia kidole? Yaani wewe ushituki tu unamnyoshia kidole mchungaji, unamnyoshia kidole mama mchungaji. Ni kutojua tu. Lakini ukinyosha kidole kwa mchungaji, Mungu anajiona yeye. Yaani wewe unamnyoshia kidole yeye. Ndio maana anasema huruhusiwi kumnyoshia kidole mchungaji. Nataka nikwambie, maisha tunayoishi sisi tunaishi maisha kawaida. Ila nataka nikwambie vile wewe ulivyo na kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, kipalilie, ndio hicho sisi tunakihitaji. Bamolingi iketire wanyakiusa wa Mungu ndani kweli. Ntatafsiri lakini bamolingi iketire, yani waga ikote buno njirire une narori ngaboneke ku bantu. Mwenzangu, wewe ndio unajikadiria hivyo, lakini sisi tunaokutazama unatufaa sana hivyo ulivyo, unatufaa sana. Haleluya. Na ukikiri udhaifu, na ndivyo itakavyokuwa pia kwenye maisha yako. Nataka nikwambie kitu, nirudie kwa Kiswahili nieleweke. Nimesema yani wewe mwenyewe ulivyo, unahujiamini kwamba nilivyo mimi sistahili hata kuonekana kwa watu kwa namna nilivyo.
labda ningekuwa kama fulani mwenzangu, dunia isingekuwa nzuri. Uzuri wa dunia ni vile ambavyo wewe ulivyo na mimi nilivyo. Ndio yani tofauti wetu ndio uzuri wa dunia. Haleluya. Na ndivyo hivyo. Yani ufupi wako, urefu wako ndio mapambo. Tungefanana, ingependeza kweli? Yani raha ya mionekano yetu ni kwamba huyu anaonekana kwa hivi, huyu kwa hivi, huyu kwa hivi. Kwanza nataka nikutie moyo, hakuna mfupi wala mrefu duniani, hayupo. Ila inategemea na huyu uliosimama naye, yeye ana kimo gani. Ndio utaanza kumbe mimi ni mfupi. Usijidharau. Wewe ni nafasi ya Mungu ndani. Mafarisayo wanamuuliza Yesu kwenye Yohana 10:34. Wanamuuliza, wanasema, kwa nini wewe unakufuru, unajiita wewe mwenyewe ndiye Mungu? Kwa nini? Kwa nini? Yesu anajitutumua, anasema, we Mungu alisema, kwani hamkusoma kwenye Torati? Yaani Yesu anawajibu kwamba sio mimi, sio mimi, ni Mungu alisema. Pale panaposema hivi, mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Nani amesema? Si Mungu. Yesu anaposema kwani hamkusoma kwenye Torati? Kwenye Torati wapi? Kwenye Zaburi 82:6. Zaburi 82:6. Pale anasema mimi nimesema. Yaani mimi Mungu nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Yaani Mungu anasema sisi ni miungu. Je, miungu ni upi? Sisi ni yule aliyemkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ila aliyekataa kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo mwenzangu ana jina lake. Kwanza hafai hata kuitwa mwanadamu. Huyo mtu hatakiwi kuitwa mwanadamu. Unajua mwanadamu maana yake kazi. Maana Biblia kwenye Mwanzo 26 mstari wa Mwanzo 1:26 na 27 anasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Mungu anasema na tumfanye mtu. Walikuwa wangapi wanasema tumfanye mtu? Haleluya. Walikuwa wangapi? 27. Biblia inasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. 28 Mungu amewabariki. Anasema zaeni mkaongezeke na kuitisha nini? Nchi. Nyinyi ili somo nimeanzia mbali sana. Zawadi, unisikilize sana. Wewe unahubiriki, mimi nakufuatilia sana. Nasema hivi ili usije ukafanya makosa kwenye kupanga Biblia. Unajua Biblia tunasema ni msitu mnene. Mwenzangu, hapana. Biblia na sura hii moja. Yaani vile vitabu vyote 66 viko kwenye sura moja tu. Mwanzo sura ya kwanza unasoma yote. Unaenda sura ya pili unasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Utakuwa umesoma Biblia yote. Sasa ina ugumu gani? Wakati ukiamua kwa siku 3 kwamba nashika kitabu chote cha Mwanzo sura ya kwanza, chote nakishika, unakuwa umeshika Biblia yote. Kila utakachokisikia nje na maneno hayo, nje na sura ya kwanza yote, kila utakachokisikia kule kitakuwa kinajirudia ya huku. Yaani kule mbele ni historia, lakini hapa nilipokuambia ndio uhalisia wa Biblia nzima. Kwa tudiri na uhalisia. Uhalisia ni upi? Mwanzo 1:1. Somo letu linaanzia hapo. Na kichwa cha somo kinasema hivi: namna ya kurejea kwenye uhalisia wetu, au namna ya kurejea kwenye uhalisia wangu. Utakavyoona. Somo linaanzia hapo. Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nani anaweza karudia huko? Halo? Fuata nitakavyosema. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Ukisema tu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, itakuwa faulo. Aliziumba mbingu na nchi, ndivyo inavyozungumza Biblia yako. Ukileta Biblia zingine zinasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia, hicho weka pembeni, hakifai kabisa kwenye muongozo wa maisha yako. Hicho sio Biblia yetu hiyo. Sisi Biblia yetu ndio hiyo original. Inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Leo siku gani? Je, tupo sisi tu tunamwabudu Mungu hapa? Kuna watu wengine wanamwabudu kule. Sasa wale wanaomwabudu kule ndio mbingu na nchi, na sisi tunamwabudu Mungu hapa ndio mbingu na nchi. Kwa panazungumza uwingi. Mungu aliziumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyo. Haleluya. Sasa tuanze kuelewana hapa. Mbingu ni nini na nchi ni nini? Biblia inayosema Mungu aliziumba mbingu na dunia. Hapana, Mungu hakuumba